Umewahi kuumiza kichwa kuwa ni wapi utapata usaidizi wa kisheria na ikakuchukua muda mrefu kumpata wakili. Sasa kuna Mtanzania ambaye ni wakili amekuja na app yake anaita Wakili App ambayo itakuwezesha wewe kupata huduma ya kisheria popote utakapokuwa Tanzania. Na ni zaidi ya watumiaji 1000 tayari wamejiunga. Tuko naye atueleze kwa undani ilikuwa vipi na kwa nini aliamua kuja na wazo hilo na ni watu wangapi ambao wamesaidika kwenye hiyo huduma. Mtanzania pengine anaposikia Wakili App aelewe nini? Wakili App, kwanza jina lenyewe la kwanza linajibeba. Wakili ni mwanasheria ambaye amefuzu na amethibitishwa na mamlaka za kisheria kama vile Chama cha Mawakili Tanganyika pamoja na Mahakama Kuu ya Tanzania kutoa huduma mbalimbali za kisheria kwa wateja mbalimbali. Kwa hiyo Wakili App inakuja kumrahisishia Mtanzania wa kawaida, mwananchi wa kawaida, pale anapokuwa na uhitaji wa huduma za kisheria, basi asihangaike kumtafuta mwanasheria. Anaingia kwenye application yetu, anaomba huduma ya kisheria anayoitaka kama vile kupata ushauri wowote katika eneo la kisheria, na application hii ya Wakili App itamletea wakili aliye karibu yake masaa 24 siku 7 za wiki popote pale alipo Tanzania. Inawezaje kufanya kazi mathalan? Wakili App kimsingi inatumia internet. Ukitaka kuipata unakwenda tu kwenye Play Store au App Store, unaandika neno Wakili App bila kuacha nafasi, na itakuletea application ambayo ina nembo logo ya W ambayo ina rangi ya blue. Sasa kuna namna mbili. Kama wewe ni mteja wa kawaida, utajisajili kama mteja kwa kuingiza taarifa zako, na ndani ya dakika 1 au sekunde 40 mpaka dakika 1, basi moja kwa moja utakuwa na uwezo sasa wa kupata huduma zozote za kisheria kutoka kwa mwanasheria yoyote atayekuwa karibu yako. Unadhani ni muda sahihi wa kuwepo kwa teknolojia kama hiyo sasa hivi? Asante sana. Swali zuri. Ni muda sahihi sana kuwa katika na sisi wa Tanzania wapate teknolojia namna hii, kwa sababu kama mnavyofahamu dunia nzima sasa hivi inaimba wimbo wa teknolojia, hasa teknolojia ya mapinduzi ya 4 ya viwanda, wanaita Fourth Industrial Revolution. Na hivi majuzi kama mnafuatilia kwenye vyombo vya habari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua makao makuu ya mahakama Dodoma, mtaa wa Tambukareli, ambapo jengo hili kwa kiasi kikubwa linatumia mifumo ya akili mnemba, yani artificial intelligence, katika kuhakikisha wananchi wanapata haki kwa haraka, na mashauri ambayo yanafunguliwa katika mahakama mbalimbali Tanzania yanasuluhishwa kwa haraka zaidi, kwa ufanisi zaidi kwa kutumia teknolojia. Kwa hiyo ni fursa adimu sana, ni wakati muhimu sana kwa sisi wanasheria pia kutumia application kama hizi za Wakili App kurahisisha wao kupata wateja na kutoa huduma zao za kisheria kwa ufanisi na kwa haraka zaidi, tofauti na hivi ambao tunafanya kama zamani, kwamba ili kutoa huduma lazima mteja akutafute manually, atoke hapa aanze kutafuta moja baada ya jingine, wakati ni muda ambao umepitwa na wakati. Kwa hiyo ni wakati sahihi sasa ambao dunia nzima inaimba kwamba tutumie fursa zote ambazo zinapatikana na mapinduzi ya 4 ya viwanda, ambao moja wapo ni Wakili App. Yaani mnawezaje kumfahamu kwamba huyu ni wakili halali na amethibitishwa kisheria? Mfumo wetu wa Wakili App, wakili yeyote anayejisajili kwenye application yetu, kabla ya kuanza kutoa huduma, mfumo umeweka utaratibu. Mfumo wetu unasomana na mfumo wa kimahakama. Mawakili wote wa Tanzania tumesajiliwa na tuko chini ya msajili mkuu wa mahakama. Kwa hiyo ili kumthibitisha wakili lazima kwanza tu cross check mara mbili. Je, huyu wakili ni halali? Ana sifa zote za kuwa wakili? Kwa hiyo tukishafanya hiyo cross check ndio tunamthibitisha rasmi, na hiyo inatokea ndani ya mfumo humo moja kwa moja. Na vipi kuhusiana na usiri wa mteja, mathalan taarifa zake? Sisi kama taasisi, cha kwanza kabisa sisi tunakusanya taarifa ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa mawakili na wateja mbalimbali. Kwa hiyo cha kwanza tumejisajili na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ambayo ilianzishwa mwaka 2022 chini ya sheria inaitwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Personal Data Protection Act. Kwa hiyo kwa kujisajili tu kwamba tunahakikisha kwamba tunatunza
siri na taarifa zote binafsi zinazomhusu mteja na wakili husika. Pia mifumo yetu, yani application yetu pamoja na tovuti yetu inalindwa na mifumo madhubuti ya ulinzi wa taarifa na taarifa zote ambazo zinahusiana na wateja na wakili husika. Toka muizindue rasmi ama ianzishwe ina muda gani? Tangu tuizindue leo hii ni wiki ya 3 na hii ni interview ya kwanza, lakini tumeshaanza kuitangaza kupitia makundi mbalimbali sogozi ya WhatsApp, na kweli ni mtikio ni mkubwa. Mawakili wameipokea kwa mikono miwili na wamepongeza kwa kweli juhudi ambazo zinafanyika, na mpaka sasa hivi hii wiki ya 3 tuna mawakili zaidi ya 100 na wateja mbalimbali ambao wanazidi kujisajili kupitia wakili hapo. Kwa kupitia hii interview naamini Watanzania kwa ujumla na mawakili mbalimbali kwa ujumla watapata taarifa na watajiunga na hili jukwaa halali la kisheria ambalo litawawezesha wao kutoa huduma mbalimbali kwa wateja mbalimbali popote pale walipo masaa 24. Tunafahamu sasa hivi mtu akihitaji wakati mwingine labda huduma za kisheria ama ushauri wa kisheria ni lazima aende aidha apige simu ama aende ofisi husika. Sasa unawezaje kumshawishi Mtanzania wa kawaida aache kutumia ile njia ambayo ilikuwepo toka zamani au toka mwanzo na aende kutumia hiyo app ya Wakili app? Sisi tunamshawishi kama popote pale alipo masaa 24 siku 7 za wiki, anapokuwa na uhitaji wowote wa huduma ya kisheria, solution limepatikana. Atumie Wakili app, aingie tu kwenye Play Store na App Store kama nilivyosema, upload. Akiwa na hii app, as long as kuna upatikanaji wa internet, basi inakuwa rahisi sana kwake yeye kupata huduma kutoka kwa wakili husika, tofauti na anza kumtafuta manually kutembea mtaa mmoja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni rahisi na itamrahisishia, na pili pia inatoa fursa za ajira kwa mawakili wengi, hasa mawakili vijana ambao wengi wanapata shida sana kuingia kwenye soko la ajira, soko la kisheria, kwa sababu hawafahamiki. Lakini akitumia hii application, akidownload application, inakuwa inamtangaza bila yeye kujua popote pale atakapokuwa Tanzania. Kwa hiyo itaongeza fursa na mawakili wengi vijana wataweza kupata wateja wengi kwa urahisi kwa kupitia hii jukwaa la Wakili app. Yeah. Sawa, wazo linaweza likawa zuri, lakini wakati mwingine kulingana na uchumi wa Mtanzania ikawa changamoto. Anahitaji kulipia kiasi gani pale ambapo anahitaji huduma ya kisheria? Mteja yeyote, kwa maana ya mteja anayetaka huduma za kisheria, kuingia kwenye Wakili app ni bure kabisa. Utakachogharamika ni kumlipa tu wakili kwa ile huduma ya kisheria utakao unahitaji. Lakini kwa upande wa mwanasheria anayetaka kutumia kwa application hii, basi kuna gharama ndogo sana ambayo kwa wakili yoyote hata ambaye anaanza leo ataweza kuimudu. Na tumeweka hivi hii gharama kwa lengo la kufidia gharama za uendeshaji wa hii application. Kuna namna ya kumwajibisha wakili ambaye hatokwenda na maadili ambavyo yanataka ya kazi yake? Mawakili wote Tanzania tupo chini ya Mahakama Kuu Tanzania pamoja chini ya Chama cha Mawakili Tanganyika Law Society, na kuna sheria na kanuni ambazo sisi mawakili zinatusimamia kuhusu maadili au pale tunaposhindwa kutimiza wajibu wetu wa kisheria kwa wateja ambao wametuajiri. Kwa hiyo sisi tukipata hiyo taarifa, tuna jukumu kama mtu mwingine yeyote kutoa taarifa kwa kamati ya maadili ya mawakili kwamba ili waweze kuchukua hatua. Sasa hivi app inapatikana kwenye mikoa mingapi pengine? App inapatikana Tanzania nzima. Okay. Yes, tupo kwenye digital space. Popote pale ulipo, uwe Tarime, uwe Kibanche, uwe Bunda, uwe Songea, uwe Mtwara, uwe Newala, uwe popote pale Tanzania ambapo kuna upatikanaji wa internet. Na kama unavyofahamu, serikali ipo kwenye utaratibu maalum tuseme wa mkongo wa taifa, kwamba by mwaka huu ule mkongo wa taifa wa internet huo umesambaa karibu mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo ina maana kwamba kama mikoa yote ya Tanzania ina upatikanaji wa internet, basi mtu yoyote akiwa sehemu yoyote ya Tanzania muda wowote anaweza kuipata hii application na akapata huduma za kisheria popote pale. Neno lolote kwa Watanzania ambao wanatufuatilia, ukiwa kama kijana uliyekuja na ubunifu wa namna hii? Naamini hakuna app nyingine. Sasa yale matatizo ya kumtafuta wakili manually, au unapigia mtu simu, bana naomba nitafutie wakili na nyaraka zangu nahitaji ushauri, basi hiyo tatizo limefikia ukomo, kwa sababu
kuna Wakili app. Nenda App Store, nenda Play Store, download Wakili app, na wakili yoyote atakuwa karibu yako atakupa huduma ya kisheria unayohitaji.